daraja la Ikondamoyo ambalo lilikuwa ni kikwazo kikubwa cha masuala ya kijamii, lakini pamoja na masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa niaba yenu na kwa salamu mlizonipa za kumfikishia Mheshimiwa Rais, basi tutaendelea kuzifikisha salamu hizo na tuendelee kumshukuru sana. Lakini jambo kubwa kwa manufaa haya ambayo mmeyazungumzia nyewe wenyewe, ambayo manufaa ya uwepo wa daraja hili, niwaombe sasa hamasa ya wananchi wote kulitunza daraja hili na kutunza barabara hii iweze kudumu muda mrefu. Hilo ndio wajibu wenu mkubwa. Maana yake ni kwamba mtunze miundombinu. Masuala ya kuja kujaribu kubomoa, kutafuta nondo zimepita wapi ili watu waibe, masuala ya kumwaga labda mafuta na vitu vingine, masuala ya kuja kulima karibu na barabara, karibu na daraja, masuala ya kuchimba sijui udongo au mchanga kwenye mto huu, vyote hivyo ni vitu ambavyo vinaharibu sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani pamoja na viongozi hawa wa vijiji na vitongoji, naomba hilo mlisimamie kwa karibu ili daraja hili lisiharibike na barabara hii isiharibike, ili endelee kuwanufaisha wananchi kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo mimi la kwangu ni hilo, kwa kuwa mradi umekamilika, lakini nimeambiwa hapa kuna baadhi ya maboresho yataendelea kufanyika. Nimtaki meneja wa TARURA kuhakikisha kwamba maboresho madogo madogo yanayohitajika, kwa mfano kujaza sehemu ambazo zimeanza kuonyesha dalili ya kuporomoka, lakini na kujengea mawe au kuweka utaratibu fulani wa kikandarasi utakaozuia mmomonyoko wa daraja hili muufanye kwa haraka, ili pia kuendelea kutunza huu mradi usije ukaharibika ndani ya muda mfupi baada ya kukamilika. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu na mama yetu Samia Suluhu na viongozi wetu wa wilaya na mkoa na halmashauri ya Nsimbo kwa kiunganisha na kata, waliweza kusikia kilio chetu kama wananchi wa Ulwila. Hatimaye Mungu akatusaidia, hiyo hela ikaja, mkandarasi akapatikana na daraja ikawa imejengwa kama hii sasa tumesimama mbele yetu. Kwa kweli hali hiyo kuwepo mkuu wa mkoa ni jambo la kushukuru sana. Mwenyezi Mungu yupo, kwa kweli anasikia kilio cha watu. Na ndio maana mpaka sasa tunaona tumesimama hapa juu, pikipiki wenyewe umeshuhudia watu wamepanda wamepakiana kwa kulingana kwamba na ubora wa tatizo ambalo lililokuwa hapa. Kwa maana wananchi wetu wa Ulwila, kijiji cha Ikondamoyo na kata nzima ya Ulwila, tunashukuru sana. Mungu awabariki sana viongozi, utaendelee kuatia maisha marefu. Kwa kweli niseme tunatoa shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Rais na kwa viongozi wetu wote wa halmashauri na mkoa kwa kuliona hili. Changamoto tulikuwa tunapitia hapa kwa kweli zinapelekea kutofikia uzalishaji wa kilimo kwa wakati, lakini kwa sasa tunajisikia uhuru, tunajisikia amani. Binafsi kwanza nitaka kupata ajali mwaka juzi ya kukutwa na boko hapa mtoni nikiwa na mama watoto. Wakati nataka kukimbia, mwenzangu alianguka chini akasema sasa unaniacha, nikasimama na boko alikuwa mbele yangu. Wakati huo nipo lazimika kusimama, ukweli sikuwa na la kufanya. Nilisubiria mwenzangu alipoinuka, nikamshika mkono tukaanza kutembea. Bahati nzuri yule boko alipita pembeni akarudi mtoni kwenye maji. Alipoingia kwenye maji sisi tukaendelea na safari. Kwa ujumla wanafunzi waliokuwa wanapita hapa ilikuwa ni shida. Lakini kwa sasa tunajisikia amani, tunajisikia uhuru. Hata ingefika muda wa saa 8 ninaweza nikatembea na kwenda kufanya kazi zangu kwa wakati bila kuwa na shaka yoyote ya kusema kwamba kuna kitu kitanizuia kwenye eneo la mto kama huu hapa tulipo.